Ile kiu na ndoto kubwa ambayo klabu ya Young Africans walikuwa wanaiota kila siku ya kufuzu katika hatua ya makundi kombe la mabingwa barani Afrika CAF tayari imekwisha kukamilika. Klabu hiyo Young Africans wakifuzu kibabe katika hatua ya makundi, ambapo bonge la mechi likichezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Young Africans wakiwakaribisha River Strikers ya Malawi, mechi ikitamatika kwa Young Africans kujipatia ushindi wa mabao mawili, bao la kwanza likifungwa na Dickson Jobu katika dakika ya 6 na bao la pili likifungwa na Pacome Predozo dakika ya 34, ambazo mabao mawili ambayo yametosha kuwapeleka Young Africans katika hatua ya makundi na kukamilisha malengo yao kama klabu. Kabla hatujatazama taarifa hii, ni kukaribisha tena kwa wakati mwingine. Kwa wewe ambaye ndo kwanza ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, ni kukaribishe na nikwambie bonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea katika channel yako pendwa hii hapa ya H&T Media, ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo ambazo zinakujia kila siku kila wakati. Lakini mara baada ya kusubscribe, hakikisha kwamba pia unabonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe wa kwanza kupata taarifa zetu. Cha kufanya wewe utazitazama taarifa zetu ukiwa sehemu yoyote Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo. Kwa hiyo nikusihi kwamba tambaa nasi katika dakika zote tutakazokuwa hapa, ili tukupashe yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Twende sasa tukaiangalia taarifa hii ambayo tumekuandalia na ambayo tupo nayo katika meza yetu ya matangazo hapa, na nikwambie tu kwamba klabu ya Young Africans chini ya kocha Patrick Mabedi imehakikisha kwamba inakamilisha ndoto zake za kufuzu katika hatua ya makundi kombe la mabingwa barani Afrika CAF, ambapo tayari imeshakwisha kutinga na ikijumlishwa kuwa timu ya 5 katika timu ambazo zimecheza weekend hii kutinga hatua ya makundi. Ni moja kati ya taarifa nzuri na story nzuri katika mitaa ya Twiga na Jangwani, na kwa sasa kitu ambacho kinazungumziwa ni wao kutinga hatua ya makundi. Lakini si hivyo tu, taarifa kubwa nyingine ambayo Young Africans mara baada sasa ya kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kupitia kwa msemaji wao Ari Shabani Kamwe amezungumzia kwamba ni wakati rasmi na ni wakati mzuri sasa wao kwenda kumtambulisha head coach wa klabu hiyo ya Young Africans. Hapo mwanzo kulikuwa na taarifa nyingi na makoch tofauti wakitajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, pamoja na Miguel Gamond, watu walimhusisha kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Lakini pia kocha kama Ardina Srinabi na alihusishwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans, lakini pia bila kumsahau Rakatrabe ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar, na pia alihusishwa katika klabu hiyo ya Young Africans. Kadhalika Paul Maria ambaye kwa sasa yuko Oman kule analisakata kandanda katika kali yake ya coach, na pia alihusishwa na klabu ya Young Africans. Lakini rasmi sasa Pedro Gonçalves amekuja kujiunga na klabu ya Young Africans na kocha ambaye atakuja kuchukua mikoba ya Luman Folz katika klabu hiyo ya Young Africans. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa update zetu, tumeshakwisha kukuletea taarifa kuhusiana na kocha mpya huyu na wasifu wake wote na na mafanikio makubwa ambayo ameyapata katika kali yake ya ucoach hapo kwa Afrika, ikiwa ni nchi ya pili toka amefika Afrika kutoka Ureno, ambaye ni taarifa yake na moja kwa moja kufikia katika nchi ya Angola. Lakini baada ya kutoka katika nchi ya Angola, nchi yake ya pili kwa hapa Afrika ni Tanzania.